Kwenye vita vya kisasa hakuna tena haja ya askari wengi uwanjani, hakuna tena haja ya ndege kubwa za gharama kubwa, kwa sababu sasa kitu kinachoweza kuruka kimya, kuona kila kitu na kupiga shabaha bila huruma. Hii ni Iran na hizi ni droni 20 hatari zaidi ambazo zimebadilisha vita vya kisasa duniani. Karibu katika dunia ya teknolojia ya kijeshi duniani. Dunia ambayo ndege hazina rubani, mashambulizi yanafanywa kwa mbali na gharama ya vita imepungua, lakini uharibifu umeongezeka. Iran ni moja ya nchi zinazoongoza duniani kwenye teknolojia ya droni. Kwa mujibu wa ripoti za kijeshi, Iran ina mifumo mingi ya UAV ama drone inayotumika kwa upelelezi, mashambulizi, suicide mission na electronic warfare. Droni za Iran hazijengwi tu kwa vita vya moja kwa moja, bali kwa kutishia maadui ya deterrence, mashambulizi ya mbali na kusaidia vikundi vya washirika. Na hii ndio sababu dunia inaziangalia kwa hofu kubwa. Droni namba 20, Farpad UAV. Hii ni droni ndogo ya mkono, inaruka umbali wa kilomita 20, misheni zake ni upelelezi wa haraka, inatumika kwa haraka uwanjani. Inaonekana ndogo, lakini ni muhimu sana kwenye battlefield ya kisasa. Droni nambari 19 ni Hazem UAV series. Hazem ni familia ya drone, inaruka masafa mafupi, masafa ya kati na masafa marefu. Inaweza kutumika kwa upelelezi na mashambulizi mepesi. Nambari 18, Ababil series. Moja ya droni za zamani lakini bado ni hatari. Ina reconnaissance, kamikaze variant na strike mission. Iran haijajenga droni kwa ajili ya show, bali kwa vita vya kweli. Droni hizi zimekuwa zikitumika Mashariki ya Kati, Iraq, Syria na Yemen, na hata Ukraine kupitia washirika. Droni namba 17 ni Mohajer-6. Moja ya droni muhimu sana, inaweza kufanya upelelezi na mashambulizi, ina uwezo wa kubeba bomu, ina flight endurance ndefu, ni eye in the sky ya Iran kwenye battlefield. Droni nambari 16 ni Shahid Family Beginning. Hapa ndipo dunia ilibadilika kabisa. Shahid drone ina gharama nafuu, rahisi kutumia lakini inaua. Zimekuwa zikitumika sana kwenye migogoro ya kisasa. Zinaitwa kamikaze drone kwa sababu zinajiharibu zenyewe baada ya kugonga lengo. Yaani ni drone ya kujitoa mhanga. Kwa nini Iran imejikita zaidi kwenye utengenezaji wa drone? Bei ni ya chini, ni rahisi kutengeneza kuliko makombora, ugumu wa kuzipiga chini, zinapita mifumo mingi ya ulinzi wa anga. Droni za Iran zimehusishwa na mashambulizi mbalimbali, mashambulizi ya mafuta Saudi Arabia, mashambulizi ya US base na migogoro ya Gulf region. Lakini hizi ni mwanzo tu, kwa sababu Iran ina droni za stealth, AI assisted targeting, long range strategic strike, na droni inayofuata kwenye listi yetu ina uwezo wa kubadilisha vita vya anga kabisa. Baada ya kuona mwanzo wa droni za Iran, sasa tunaingia kwenye sehemu inayobadilisha mchezo kabisa. Droni za kujitoa mhanga, loitering munition. Hizi ni droni zinazofanya vita vya kisasa kuwa hatari zaidi kuliko hapo awali. Droni nambari 15 ni Shahid-131. Shahid-131 ni moja ya kamikaze droni za Iran. Ina sifa ya size ndogo, kosti ya chini sana, range ya mamia ya kilomita, inabeba explosive payload, inaruka polepole lakini kwa lengo moja, kujigonga kwenye shabaha. Droni namba 14 ni Shahid-136. Hii ndiyo droni iliyotikisa headline nyingi duniani. Shahid-136 ni long range loitering munition, inaweza kusafiri mamia hadi maelfu ya kilomita. Inatumika kwa swarm attack. Kwa nini inaogopwa? Ni rahisi kutengenezwa kwa wingi, inaweza kurushwa kwa mamia ya makundi, inachosha mifumo ya ulinzi wa anga. Hii inaitwa swarm warfare. Iran haitumii droni moja tu, bali inatumia swarm tactics, droni nyingi kwa wakati mmoja, kuchanganya mifumo ya ulinzi na kupunguza nafasi ya interception.
Droni namba 13 ni Arash-2. Arash-2 ni droni ya mbali zaidi na hatari zaidi. Ina long range capability, uwezo wa kubeba explosive payload kubwa. Droni nambari 12 ni Gaza UAV. Hii ni droni ya kisasa zaidi ya Iran, ina endurance ndefu sana, inaweza kukaa angani kwa muda mrefu, uwezo wa kubeba silaha nyingi, intelligence and surveillance capability, inatumika kama command drone kwenye mission kubwa. Iran pia imeingia kwenye sea warfare drone. Nambari 11 ni Sea Suicide drone. Hizi ni drone zinazotumika baharini kugonga meli na kufanya surprise attack. Zinabadilisha vita vya baharini kuwa vya hatari zaidi. Sababu kubwa, droni moja ya dola 20,000 inaweza kuharibu kitu cha mamilioni. Ni ngumu kuthibitisha mara zote chanzo, zinaweza kurushwa kwa wingi. Autonomous Flight System, Electronic Warfare Integration. Hii inamaanisha droni zinaweza kufanya maamuzi kidogo zenyewe. Baada ya kuona droni nambari 20 hadi nambari 11, sasa tunaingia kwenye sehemu ya juu zaidi ya teknolojia za droni za Iran. Hapa ndipo uwezo wa kijeshi unapoanza kuwa wa kimkakati zaidi. Droni namba 10 ni Kian UAV. Kian ni moja ya droni za Iran zinazotumika kwa upelelezi wa muda mrefu, surveillance ya maeneo ya kijeshi na mapping ya battlefield. Ina uwezo wa kuruka masaa mengi bila kushuka. Kwa nini ni hatari? Kwa sababu inatoa taarifa za adui kwa wakati halisi, inaweza kusaidia mashambulizi ya baadaye na ni ngumu kuigundua kwa haraka. Droni nambari 9 ni Ababil-5 Advanced. Hili ni toleo lililoboreshwa la Ababil, linaweza kubeba bomu, kufanya kamikaze mission na reconnaissance. Ni multi-role UAV ya gharama nafuu lakini hatari. Droni nambari 8 ni Shahid-171. Hii ni stealth inspired UAV, ina muonekano unaofanana na droni za kisasa za stealth, ina reduced radar signature, reconnaissance capability na design ya kisasa zaidi. Inachukuliwa kama reverse engineer stealth UAV. Droni nambari 7 ni Shahid-191. Hii ni droni ya kimkakati zaidi, ina uwezo wa kubeba missile, flight endurance ndefu na precision strike capability. Inaweza kufanya deep penetration mission. Droni nambari 6 Raad series UAV. Raad ni droni ya mashambulizi ya kasi ya juu, ina spidi kubwa, uwezo wa kushambulia ghafla na electronic warfare potential. Inatumika kwa surprise attack. Droni nambari 5 ni Mohajer-10. Mohajer-10 ni droni ya kizazi kipya kabisa, ina AI assisted targeting, multi-role capability. Ni moja ya UAV za kisasa zaidi ambayo Iran imezionyesha. Droni nambari 4 ni Shahid-149 Gaza. Hii ni strategic UAV kubwa sana. Ina surveillance ya kimataifa, long range strike capability na payload kubwa. Inatumika kwa mission za juu za kijeshi. Droni nambari 3 ni Karar Jet UAV. Hii ni droni yenye injini ya jeti, ina spidi kubwa sana, uwezo wa kubeba bomu na inaweza kufanya kamikaze mission. Ni moja ya droni za kipekee za Iran. Droni nambari 2 ni Shahid-129, moja ya UAV zinazotumika sana. Ina reconnaissance ya muda mrefu, missile strike capability na command support roles. Ni workhorse ya droni za Iran. Droni nambari 1 ni Swarm Drone System Collective Weapon. Hii si droni moja, ni mfumo wa droni zinazofanya kazi pamoja. Kwa nini ni hatari zaidi? Droni nyingi hushambulia kwa pamoja, huchanganya mifumo ya ulinzi, huongeza uwezekano wa kushinda defense system. Droni za Iran zimeonyesha jambo moja: vita vya sasa si ukubwa wa jeshi, bali ni ubunifu wa teknolojia. Na sasa dunia inaingia kwenye enzi mpya ambapo droni zinaweza kuwa autonomous, AI controlled na kufanya maamuzi bila binadamu. Hizo ndio droni 20 hatari zaidi za Iran.
Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.